Mashabiki wa Young African Sport wamepata sababu mpya ya kutabasamu baada ya klabu hiyo kumtambulisha rasmi Hussein Zakwani kama sehemu ya kikosi kitakachopigania Yanga katika msimu wa mwaka 2026-2027. Ni usajili unaoibua hamasa kubwa hasa kutokana na uzoefu wa nyota huyo aliyoujenga barani Ulaya na Mashariki ya Kati. Zakwani alizaliwa April 30 mwaka 1998 jijini Marseille, Ufaransa, lakini ana uraia wa Komoro, taifa ambalo pia amelichezea katika ngazi ya kimataifa. Ndilo hilo Komoro. Ni mchezaji anayependelea kutumia mguu wake wa kulia na kucheza zaidi kama winga wa kulia, huku pia akiwa na uwezo wa kucheza upande wa kushoto au kama mshambuliaji wa pembeni. Uwezo wake wa kukota mpira, kasi na ubunifu katika kushambulia ni baadhi ya sifa zinazomfanya kuwa tishio kwa mabeki wa timu pinzani. Safari yake ya soka ilianzia katika mfumo wa vijana wa Marseille kabla ya kuendelea kujitengenezea jina kupitia vilabu mbalimbali vya Ufaransa. Baadaye alicheza katika klabu kama Joaro Sud, Thionville Lustonaz, Harres FC, Chateau Rocks na kisha kujiunga na Al Zulfi ya Saudi Arabia. Kila hatua ya safari yake imeongeza uzoefu na ukomavu wake ndani ya uwanja. Mbali na kucheza ngazi ya klabu, Zakwani amekuwa sehemu ya timu ya taifa ya Komoro. Kuvaa jezi ya taifa ni uthibitisho wa kiwango chake na uwezo wake wa kushindana katika soka la kimataifa, jambo ambalo Yanga inaamini litasaidia kuongeza ushindani ndani ya kikosi chake. Kujiunga kwake Yanga kunakuja wakati klabu hiyo ikijipanga kuendelea kutawala soka la Tanzania na kufanya vizuri zaidi katika mashindano ya CAF. Mashabiki wengi wanaamini kuwa kasi yake, uwezo wake kupiga chenga na kutengeneza nafasi za mabao vinaweza kuifanya safu ya ushambuliaji ya Yanga kuwa hatari zaidi. Sasa macho yote yataelekezwa uwanja wa Jangwani na viwanja vingine vya ligi kuu Tanzania bara kuona kama Hussein Zakwani ataweza kugeuza matumaini hayo kuwa matokeo na kuandika historia mpya akiwa amevaa jezi ya kijani na njano. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala.